amesema ya kwamba sisi tuko katika 2G, lakini watu wameshafika mbali sana. Watu wamekwisha kufika mbali mno. Amesema kwamba we duniani 0 na mbinguni 0. Hapana, Bwana hapendi hivyo. Ndio maana amemtuma mtumishi wake ili alete neno hili la ushuhuda wa Injili, ushuhuda wa maisha yake. Ni binti ambaye amezaliwa katika maeneo hayo, amekulia katika maeneo hayo, amekutana na Yesu, amebadilisha maisha yake, na leo ametushuhudia ushuhuda wa Yesu Kristo, ya kwamba Yesu ni mwema. Kwa nini katika jioni ya leo, mtu akizota uliofika katika viwanja hivi, usiyatoe maisha yako kwa Yesu? Wakati huu ningependa wote tusogee hapo mbele, wote tangu tuliko kule mwisho, tusogee hapo mbele ili tupate maombi ya baraka. Tusogee hapo mbele. Hauna sababu ya kuchelewa. Kama umesikia sauti hii, mtumishi wa Mungu ambayo amezungumza jana, mtumishi wa Mungu wakati amefungua alizungumza kwa habari ya kuburudishwa. Mungu anataka kuwaburudisha wakazi wa Kizota. Anataka abadilishe maisha yetu, si ya rohoni tu, ataanzia rohoni halafu ataishia mwilini pia. Akasema ukija chemichemi za uzima, sisi tunamwagiliwa maisha yetu ya rohoni kwa damu ya Yesu. Wewe unamwagilia maisha yako na nini? Mtumishi wa Mungu anasema tunamwagilia mioyo yetu na vitu visivyo sahihi. Mungu anataka umwagilie moyo wako kwa damu ya Yesu. Yesu alikuja duniani kwa ajili yako mkazi wa Kizota. Alikufa msalabani kwa ajili ya wewe mkazi wa Kizota. Alimwaga damu yake kwa ajili yako mkazi wa Kizota. Bwana Yesu anataka kubadilisha maisha ya wanawake, maisha ya wanaume hapa Kizota. Anataka kubadilisha historia ya Kizota. Anataka ibadilishe. Anataka ibadilishe. Na tunao ushuhuda wa watu ambao wamebadilishwa na maisha yao, na wewe unaweza kubadilishwa. Naomba mahali kule mbali ambapo umesikia sauti hii, sogea mbele. Naomba wanawake WPRS, tulishaambizana tusimame jamani. Simameni na sogeni. Jaribuni kuwakaribisha watu, usikae kwenye kiti. Simama wakaribishe watu. Sambaa kule wakaribishe watu. Njoo nao hapa mbele. Washike mkono, wakumbatie wakina mama ambao wameenea maeneo yale pale. Walete hapa mbele. Nimesogea Hallelujah. Tusogee tafadhali, tusogee. Tusogee, tusogee. Tunaomba walioko mbali muwasogeze. Wakumbatie wakina mama waliokuja katika mkutano huu. Wasogee hapo mbele. Yesu anakupenda. Kwa ajili yako wewe
wakazi wa Kizota, Bwana amekukumbuka. Bwana amekukumbuka. Bwana amekumbuka watoto wako. Bwana amekumbuka familia yako. Nataka nikwambie usijione kwamba wewe labda si mtu wa namna gani. Wewe ni mtu bora sana machoni pa Mungu. Wewe ni wa thamani sana machoni pa Yesu. Wewe unapendwa sana na Yesu. Na huyo Bwana Yesu akija kwenye maisha yako atabadilisha kabisa historia ya maisha yetu. Tumemshuhudia Yesu, na sisi hatukufaa, na sisi hatukuwa bora, lakini tulipokutana na Yesu amebadilisha maisha yetu, na sasa tunafaa, na sasa ni bora. Tunaishi maisha ya amani hapa duniani, na tuna imani ya kumlaki Yesu pale mawinguni. Tunapata duniani na mbinguni tunapata. Wakati huu sasa nataka niombe na mtu ambaye yuko tayari Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtumishi wa Mungu amenena vizuri. Anasema inawezekana wakati anasema hapa utakuwa hujamuelewa, lakini ukija chemichemi za uzima utaelewa vizuri, utafundishwa. Halafu akasema kitu kizuri, tengenezeni vikundi mpate watumishi toka chemichemi za uzima waje wafundishe neno la Mungu. Hata vikundi vya watu 5, hata vikundi vya watu 4. Mbona mnatengeneza vikundi kwa ajili ya kwenda kuchukua mikopo? Mbona mnatengeneza vikundi ya vikoba? Tengeneza pia vikundi kwa ajili ya kufundishwa neno la Mungu. Hilo hakika limegusa moyo wangu sana. Wakazi wa Kizota, sisi chemichemi za uzima tuko tayari kuwahudumia. Tengenezeni vikundi, tutakuja tutawafundisha habari za Yesu Kristo. Mtaishi maisha bora hapa duniani na mbinguni mtakwenda. Manake wanafunzi walimuuliza, tumeacha vyote tutapata nini? Akasema duniani mara 100 na uzima wa milele. Tunawaletea habari za Yesu, yeye ambaye ni mstarabu. Ukiwa na Yesu hauwezi kuwa maskini. Ukiwa na Yesu hauwezi kuwa hohe, kwa sababu mwenyewe amesema hapa duniani utapata mara 100 na uzima wa milele. Maanake mbinguni utakwenda. Biashara zako zitakuwa nzuri, watoto wako watakuwa wazuri, maisha yako yatakuwa mazuri. Nyosha mikono yako miwili juu. Fumba macho yako. Fumba macho yako. Fumba macho yako. Fumba macho yako. Yesu anakuokoa katika jioni ya leo. Utasema maneno haya, Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Sema tena kwa sauti, Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi, na leo Bwana Yesu umenijilia hapa Kizota Relini ili kwamba nipate masamaha ya dhambi. Sema, Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu zote. Bwana Yesu nisamehe. Sema, Bwana Yesu, mimi hapa ninatubu dhambi zangu zote. Bwana Yesu nisamehe. Napokea masamaha ya dhambi yaliyopatikana pale msalabani kwa wewe Bwana Yesu kumwaga damu yako. Sema napokea. Sema napokea. Sema napokea. Sema leo hii na kukataa shetani maishani mwangu. Wewe ambaye umepunga maisha yangu, na kukataa na roho za vijijini na zikataa zinazoharibu maisha yangu, zisizotaka maendeleo, zinazonikandamiza. Sema nazikataa. Sema leo nazikataa. Sema nazikataa. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, najitoa kwako kwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu. Sema Bwana Yesu, karibu moyoni mwangu. Karibu moyoni mwangu. Karibu moyoni mwangu. Mama, Bwana Yesu ameona machozi yako. Na Bwana yuko mwanamke analia hapa. Nyosha mikono yako miwili juu. Leo Bwana Yesu anabadilisha maisha yako. Leo Bwana Yesu anabadilisha maisha yako. Anagusa uzao wa tumbo lako. Watoto wako wamekuwa walevi. Watoto wako hawataki shule. Leo Bwana Yesu
watumishi wengine wa Mungu, tutakuwekea mikono wakati anaomba juu. Tutakuwekea mikono, atawaombea watu ambao wamekubali kumpa Yesu maisha yao. Lakini tutapita pia, tutakuwekea mikono. Kama liko pepo ambalo limefunga maisha yako, litakuachia katika jioni ya leo. Utawekwa huru kabisa, utawekwa huru kabisa, utapokea uzima kabisa, utapokea uponyaji kabisa, utafunguliwa. Watu wako wamependa kuyatoa maisha yao kwako Bwana Yesu, na kusihi ingilia maisha yao, badilisha historia ya maisha yao, wafungue waliofungwa, wape mwanzo mpya kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Tunakomesha uteka, tunakomesha magonjwa, tunavunja laana zote zilizoshikia maisha ya watu hawa. Bwana Yesu, ulikufa ili watu hawa waishi, ulikataliwa ili wakubaliwe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rekotari makosanda, yemendo na rimagozanda, yekonda na makule bakama ilabu, arrebekosa, rekotari abakoshanda, rikando na rimagozanda, remezonda na makuli libika, maika bakosanda rababa, rababosa kata, rikatori bakosinda, yekota, rakatori bakosanda. Kila nguvu iliyofunga maisha yako ikuachie. Kila nyoka aliyekuwa anakula maisha yako auawe kwa upanga wa Roho, kwa jina la Yesu. Kila moyo ya kichawi iliyokuwa inatesa maisha yako ikuachie katika jina la Yesu. Rekonda na makulinda, urababosa, rekotari bakosanda, remendo na bakosanda, resekendo, rikando ayayanda, renasonda na maida, erebekosika, urababosa, rekonda na makulinda, rikanda na mayanda, remesokanda na mayanda, andara kamalahu ra posiketa rekabokasita rekamana andara babuchana remesekento rekamana rebekosita rebekoshanda rebekasita Rebekosina, Rikanda na maina, andara na kamalamu, ruababosakata, Rikatoba kosina, Rikanda na maina, Ramakosina, Yekenda na mayana, Hiyangu, inafunga maisha kuhu, Nikamache, nataka ukombozi, Bwana Yesu.
unaofunga watu hao, kila mnyororo unaofunga na ukatika, kila nguvu inyang'anywa uwezo sasa, kwa sababu ya kile alichofanya Yesu mchoni mwao. Watangaza ukombozi, watangaza uzima, wakatoka kusina, rikana na masina. Nyosha juu kabisa. Alafu fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako, utafungua nje mara 3. Wakati umefumba macho